yake kwa ajili ya ukombozi wetu. Na huyu Kristo Bwana wetu alimwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi wetu. Anatutafakarisha namna ambavyo yeye mwenyewe anapokea mateso hayo kwa ajili yetu sisi. Tukirejea kadiri ya mwinjili Luka ile sura ya 22, mathalan kuanzia aya 39 hadi ya 44, maandiko matakatifu yanasema, akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba, akisema, E Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki. Walakini si mapenzi yangu, bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akizidi sana kuomba, hari yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka. Hari yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchi. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, na radio wa shirika Radio Mbiu sauti ya Faraja Kagera. Mwinjili Luka ina mtazamo kidogo wa utofauti na kadiri ambavyo anatuonesha namna ya kukabiliana na dhiki kadiri ya mwinjili Mathayo. Anafafanua Padre Robert Schweitzer, misionari wa damu azizi ya Yesu. Padre Robert Schweitzer anasema, katika tasawufi ya damu azizi ya Yesu, mtazamo wa Mathayo na Marko na ule wa Luka kuhusu maombi ya Yesu kule Getsemani unapo tofauti. Wakati mwinjili Mathayo na mwinjili Marko wanatilia mkazo mapambano ya Yesu ya utashi na maumivu ya kuwa peke yake kabla ya kutii mapenzi ya Baba. Yaani Yesu anakuwa peke yake. Mwinjili Luka anatuingiza katika namna ya mapambano hayo hayo ya kiroho dhidi ya nguvu za uovu akiwa na kikundi. Hapa ndipo tunapojifunza sasa msingi wa kilio cha haki na nguvu ya rehema. Kristo haingii katika agonia akiwa na nia ya kulipiza kisasi, bali anaingia katika dhiki kuu ili kukabili ulimwengu mkatili, ulimwengu uliovunjika silaha ya utii na unyenyekevu, yaani usiokuwa na utii na unyenyekevu, ulimwengu unaotafuta damu za watu na kuzimwaga, ulimwengu unaotafuta kuwaona watu wanaofanya makosa na kuwashitaki, ulimwengu unaofurahia kuwapiga wengine mijeredi, ulimwengu unaofurahia kuwavika wengine taji la miiba, ulimwengu unaoshangilia wanaotundikwa msalabani wakifedheheka. Damu yake hapa inakuwa ni jibu la kimungu kwa kilio cha haki cha wanadamu wote wanaopitia katika hali hizo, wale wanaokandamizwa na uovu katika uonevu. Damu ya Yesu Getsemani katika dhiki kuu, damu ya Yesu Getsemani wakati anapitia hilo fumbo la agonia, inafungua mlango wa rehema. Rehema isiyo na mipaka kwa wale wanaokandamizwa katika uonevu na kuuawa. Ndio asili mama kanisa anawatangaza watakatifu katika mfumo wa mashahidi, wale ambao wanauawa kwa kuitetea imani, kukiri imani na kutokuikana imani yao. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, na radio wa shirika Radio Mbiu sauti ya Faraja Kagera, mwinjili Luka anatuonesha juu ya nguvu inayohitajika ili kuweza kushinda pambano dhidi ya vishawishi na hali ya kimwili, mamlaka ya kidunia na nguvu ya Mwenyezi Mungu ambayo kwayo ndio kiini cha kushinda ile pambano. Ili tuweze kushinda mapambano hayo ambayo yanaleta namna ya kudharau binadamu, kunyanyasa binadamu, kukandamiza binadamu na kufanyia uonevu na uovu aina yoyote, tunaalikwa sisi kuwa na ushirika wa kina na Mwenyezi Mungu. Tukiwa na ushirika wa kina na Mwenyezi Mungu, hakika tutaisikia sauti ya Mungu ikisema nasi katika dhiki zetu kuu hizo, katika agonia zetu kuu hizo. Ndipo tunaoneshwa Kristo Yesu Bwana wetu
katika hali yake ya ubinadamu, katika uchungu wake, malaika anatokea. Malaika huyu anatokea na kumtia maneno ya kumtia hamasa. Sasa tukalinganisha malaika huyu kama kocha wa riadha. Kocha wa riadha ambaye mwanariadha wake anakimbia na amechoka, anamwambia ongeza juhudi, kaza mwendo, bado kidogo tu, safari itakwisha na tutachukua taji. Kocha wa riadha ambaye hamkatishi tamaa mwanariadha wake hata kama ameachwa na wanariadha wengine 100, anamtia moyo ili kumaliza mbio. Kwa hiyo malaika anatokea ili kumuimarisha Yesu katika ngazi ya juu kabisa ya maandalizi yake ya kiroho. Jasho lake linadondoka kama mwanariadha anayejifua kwa bidii, likionyesha namna ambavyo Yesu anaweka hiyo tumaini kamili la nafsi na mwili. Kwa hiyo nafsi na mwili wa Kristo kwenye kubeba hicho kilio cha haki linatiwa hamasa na ujumbe wa mbinguni, maneno ya malaika. Yesu anapitia msongo mkuu wa kiakili, pasi na shaka. Yesu anapitia sakamo kuu la kiroho, lakini ili kuhakikisha kuwa hakuna maumivu, hakuna dhiki, hakuna kilio cha mwanadamu aliyedhulumiwa ambacho yeye hajakihisi na kukigusa, anadiriki kuwa pamoja nasi katika hiyo dhiki kuu. Huyu Yesu na akutie nguvu wewe ambaye unapitia dhiki kuu fulani, pengine kwa sababu ya ofisi yako, pengine katika biashara yako, pengine katika mahusiano yako, pengine katika safari yako unayofanya, pengine katika majiundo ambayo unapitia sasa hivi, mathalani katika masomo ambayo unasoma. Hayo yote yanaleta dhiki kuu, pasi na shaka katika namna moja ama nyingine ndani mwako. Basi katika dhiki hizo kuu, Yesu huyu akutie nguvu. Rehema ya Mwenyezi Mungu haitazami mateso yetu kwa mbali. Rehema ya Mwenyezi Mungu inakuja pamoja nasi karibu. Ndiyo asili damu ya Kristo inachanganyika na jasho. Jasho ambalo katika uovu na uasi wa mwanadamu ilikuwa ni sehemu ya adhabu, kwamba kwa jasho utapata chakula. Na hapa damu ya Kristo inachanganyika na jasho, na kwa jasho tunapata haki, tunapata rehema, tunapata wokovu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, Sauti ya Kristo nyumbani mwako, na radio wa shirika Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera. Pengine naweza tukasema huyu ni Yesu tu, Mungu mtu aliyefaulu katika hiyo dhiki kubwa na kubaki kuwa mtulivu. Ila mimi mwanadamu siwezi kupita katika hatua kama hiyo. Si kweli. Mtakatifu Maximiliano Maria Kolbe, kama vile Yesu alivyojifua, alivyojikita, alivyozama katika sala kule Getsemani ili kukabili nguvu ya dhambi, Padre Maximiliano Kolbe aliingia katika pambano la dhiki kuu hivyo hivyo, dhiki ya chuki na ukatili wa watawala wa Wanazi katika kambi ya mauti huko Auschwitz. Yeye alijitoa kwa hiari kufa badala ya baba wa familia aliyelia kuomba asamehewe. Kwa hivyo Padre Maximiliano akageuza chumba cha mateso kuwa mahali pake pasala na kuchota rehema, kuwa ndio Getsemani yake. Alisali na akapata rehema. Hata wale waliomtesa walishangaa kwa nini amekuwa na uwezo mkubwa mno wa kukabiliana na mateso makali isivyokuwa kawaida. Padre Maximiliano alithibitisha kuwa haki ya Mungu haipatikani kwa chuki, bali kwa upendo unaojitoa sadaka. Nawe leo tafuta wapi iwe Getsemane yako, katika dhiki, katika majaribu, katika msongo mkubwa wa mawazo unaokupitisha hata kuleta hofu ya kupata changamoto ya afya ya akili. Usibaki tu kulalamika, kuteseka na kuumia. Tafuta Getsemane yako, sehemu pa kupigia magoti, usali kwa moyo, jasho la damu lichanganyike na machozi yako. Hakika Mungu atakupatia rehema. Mungu atakutia nguvu katika hiyo dhiki unayopitia, ama dhiki anayopitia mpendwa jirani. Takatifu Mama Teresa wa Kalkuta, yeye aligusa na kubeba uchungu wa akili na nafsi wa waliobahatika kidogo. Yeye aliishi pamoja na maskini, aliishi pamoja na wale waliotupwa na jamii, waliowekwa kando. Mama Teresa aliishi ule ukweli wa ukurasa
huu tunaofunua wa haki na rehema. Mama Teresa kwa hakika ni mwalimu bora wa matendo wa fundisho la kwamba hakuna uchungu wa mwanadamu ambao Yesu hawezi kuugusa. Mama Teresa kupitia huduma yake aligusa kilio cha haki, aligusa machozi mengi yaliyochanganyika na damu, vilio vya masikini. Mama Teresa Getsemane yake ilikuwa ni mitaani, Getsemane yake ilikuwa ni mahospitalini, Getsemane yake ilikuwa ni katika makazi duni ya watu. Huko ndiko alipopiga magoti na kuchota rehema. Nawe leo nenda katafute Getsemane yako, nenda katafute Getsemane yako ili ukaone jasho linalochanganyika na damu, machozi yanayochanganyika na damu. Mpendwa msikilizaji, Mungu anatupatia fursa nyingi. Mtakatifu Maria Faustina Kowalska, mtume hodari wa huruma ya Mwenyezi Mungu, mtume wa huruma huyu ya Mungu, yeye katika maono ya maisha yake akiwa amepiga magoti katika chumba chake na katika kikanisa anapokuwa anasali, Mtakatifu Faustina alioneshwa tena fumbo la agonia. Alioneshwa fumbo la kilio cha dhiki cha Kristo pale Getsemane, kilio cha fumbo la dhiki ya Kristo akiiombea dunia iliyojaa dhambi. Mtakatifu Faustina alifundisha kuwa huruma ya Mungu ndio kilele cha haki, na kwamba damu na maji vilivyotoka katika moyo mtakatifu wa Yesu ndio chemchemi pekee inaweza kuuponya ulimwengu uliovunjika na kujeruhiwa kwa sababu ya kukosa haki, ulimwengu unaohitaji rehema na huruma ya Mwenyezi Mungu. Kumbe Faustina hakutoka kwenda kukutana na masikini kama Mama Teresa wa Calcutta. Mtakatifu Faustina hakujitoa sadaka kubwa kama alivyofanya Mtakatifu Maximiliano Maria Kolbe. Yeye aliisikia sauti ya Mungu na kusali akiwa ndani kwake katika konventi yake, naye pia anaoneshwa Getsemani yake, ama anatufunza juu ya Getsemani yake. Yawezekana wewe hapo ulipo sasa hivi hauna nguvu ya kwenda kufanya huduma alizofanya Mama Teresa. Pengine hauna nguvu ya kutembea mbali na kwenda katika magereza na kuwagusa wale waliofungwa. Pengine una udhaifu fulani na upo hapo nyumbani mwako na hauwezi kutembea na kutoka kwenda sehemu fulani ya umbali wa pekee. Hapo hapo ulipo ndipo Getsemani yako inapopatikana. Tengeneza Getsemani yako na uchanganye machozi ya wale wanaolia machozi, uchanganye jasho la wale wanaotoka jasho katika dhiki na dhuruma, na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, damu ya faraja, damu ya rehema, damu ya ukombozi. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, na radio wa shirika Radio Mbiu sauti ya faraja Kagera, Padre Robert Schweitzer anapojaribu kufunua fumbo hili la tasawufi ya damu azizi ya Yesu katika kilio cha Yesu pale Getsemane, anasema hii ni tasawufi, ni mafundisho ya kiimani ya mapambano dhidi ya dhiki ambayo mwanadamu anapaswa kuwa nayo. Anasema namna hii ya kiibada ya mapambano katika dhiki inajengwa kupitia nidhamu. Inajengwa kupitia nidhamu, kwanza ya sala, pili kuamini katika ushirika ama kuwa mwaminifu katika ushirika na Mwenyezi Mungu. Anasema kama vile mwanariadha anavyohitaji mazoezi ya muda mrefu ili kujenga uvumilivu wa kimwili, uvumilivu wa kiakili kabla ya pambano kubwa, mapambano dhidi ya dhuluma, mapambano dhidi ya udhalilishaji wa utu wa mwanadamu, mapambano dhidi ya namna yoyote ile ya kudharau na kukashifu binadamu, yanahitaji utayari wa ndani wa kiroho katika sala na uaminifu wetu kwa Mwenyezi Mungu, na kumwamini katika Mwenyezi Mungu na kujiachia katika Mwenyezi Mungu. Kumbe mada yetu ndogo ya siku ya leo natukumbusha kuwa sauti ya damu azizi ni kilio cha haki na rehema kinachojibu majeraha ya ulimwengu. Lakini uwezo wa kusimamia haki hauji kwa kukurupuka wakati wa shida, bali unatokana na maisha ya nidhamu ya kiroho yaliyojengwa katika taratibu, katika ushirika wa Mwenyezi Mungu, ambapo kila Mkristo anapaswa kujifunza kutawala hisia zake na kuruhusu roho yake isimame imara, hasa nyakati hizo za majaribu makubwa. Mpendwa msikilizaji,
Mtakatifu Brigita wa Sweden katika maisha yake anatupatia kielelezo cha jinsi ambavyo maisha haya ya kiroho, mafundisho hili la kiroho la mapambano katika dhiki, katika shida kubwa, yanavyoweza kushinda kwa kuikimbilia damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mtakatifu Brigita wa Sweden, damu azizi ya Yesu inayompa mwanadamu ujasiri, kwake inakuwa ni fumbo pia la kufahamu siri za mbinguni. Mtakatifu Brigita wa Sweden alikuwa ni mtu aliyejaliwa kupata maono mengi. Na yeye ingawa alikuwa ni mama wa familia, lakini alikuwa na nidhamu kubwa sana katika sala, na alimwamini Mwenyezi Mungu kwa kiwango cha kipekee. Mtakatifu Brigita wa Sweden alipata hadhi ya kuwa mshauri wa wafalme. Yeye kila mara alisimama kwa kutetea wale walio masikini, kwa kutetea wale walio katika majeraha, wale waliokuwa wanajeruhiwa, wale waliokuwa katika dhiki kubwa. Mtakatifu Brigita wa Sweden hakukubali migogoro ya kisiasa, mmomonyoko wa maadili na ghasia nyingine wakati wake huko karne ya 14 itawale dunia, iwe ndio kielelezo cha dunia. Hapana, bali alifanya kila jitihada kuhakikisha kwamba haki inatendeka na kuwasaidia wale wapotovu kupata rehema, yani kupata msamaha. Kwa hivyo Mtakatifu Brigita wa Sweden inaelezwa kwamba alikuwa na mazoea ya muda mrefu sana wa kusali sala ndefu. Mtakatifu Brigita wa Sweden alikuwa na utayari na ujasiri wa kufunga kwa muda mrefu na kutafakari juu ya sadaka ya msalaba. Namna hii ya sala zake za muda mrefu ndo zinasadifu zile sala za Yesu pale Getsemani. Hakika jasho lake lilichanganyika na damu. Hakika machozi yake yalichanganyika na damu, kwa sababu aliyaona mateso ya Kristo, akihusianisha pia na mateso ya wanadamu, akiomba msamaha kwa ajili ya wanadamu. Yeye hakusita kuwakabili hata wale waliokuwa na vyeo vikubwa na kwenda kuwakemea dhidi ya dhuluma zilizokuwa zinatendeka chini ya utawala wao, akitetea maskini na kuomba watu waweze kubadilika katika upotovu wa maisha ya kimaadili. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, Mtakatifu Brigita anatuthibitishia hili kwenye kiwango cha juu kabisa. Yeye alipata maono mengi, na maono yake ni maono ya Yesu aliyekuwa anateswa, Yesu mteswa, na maono ya mateso ya mama yetu Bikira Maria. Kumbe yeye kuingia katika sala ndefu, kufunga kwa muda mrefu, tafakari zake za muda mrefu juu ya sadaka ya msalaba, ikamfanya Mungu aendelee kumfunulia na kumuonesha thamani ya mateso ya Kristo Yesu, aendelee kumfunulia na kumuonesha thamani ya mateso ya moyo safi wa mama yetu Bikira Maria, na akawa mwalimu mzuri kabisa wa kutufundisha juu ya mateso ya Kristo katika moyo wake mtakatifu na mateso ya mama yetu Bikira Maria. Leo hii tunamshangilia kama mtu aliyeshinda katika maisha ya mapambano dhidi ya dhuluma, na ni mtakatifu mama huyu. Mtakatifu Brigita wa Sweden atuombee mimi na wewe pia, tujifunze na kuchota huo ujasiri wa kusimama na kutetea wengine. Tusikie kilio cha haki na tuwaombee wengine ambao wamepotoka katika maadili waweze kujirudi na kupata rehema. Peter, hasa tuwaalike wenzetu walioshiriki nasi kipindi hiki waweze pia kutoa michango yao. Ninakushukuru sana baba kwa mafundisho hayo mazuri. Msikilizaji mpendwa wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, na wewe mshirika wetu wa Radio Mbiu sauti ya faraja pale Bunena mkoani Kagera, sasa ni wasaa wako wa kutoa kile ambacho umekielewa kwa kile ambacho baba ametufundisha kwa siku ya leo. Nambari ya kutupigia simu ni 0222771734 na 0742700300, 0222771734 na 0742700300. Tuandikie ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia nambari ya simu ya 0734069967. Kwenye laini ya simu. Halo. Halo, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ninaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naongea na Katekista Charles Mkumbo, Utagamu cha Msonga, Parokia Mandewa, Jimbo la Singida. Karibu Katekista Charles. Kwanza namshukuru sana baba kwa kutufundisha ukweli.
kama Kristo aliye Mungu amekubali kupokea majaribu na ameyavumilia mpaka mwisho akimtegemea Mungu Baba Mwenyezi. Mkristo yote aliyebatizwa katika Kristo ni lazima akubali kubeba msalaba. Kuna watu siku hizi wanapenda kuwapunguzia watu msalaba, eti wakiwaombea na kuwaambia kwamba wakanyage mafuta. Hapana, ili tukapate uzima wa milele, majaribu ni mtaji wa kuingilia mbinguni. Usiyaogope majaribu kwa kukimbilia makanisa ya miujiza. Kristo amekuja ili atufundishe ukweli kwamba atakaye kunifuata ajikane na ajikane mwenyewe, ajikane msalaba wake kila siku anifuate. Ule msalaba ndio majaribu. Unapokumbana na magonjwa, unapokumbana na tabu nyingi mbalimbali, muangalie Kristo wa msalaba, sio mwanadamu ambaye atakwambia kwamba ukapakwe mafuta, si ukakanyage moto, si nini. Hayo yote ni kutuingiza jehanamu. Mtafuteni Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu ili tukaupate uzima wa milele. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Katekista, nakutakia utume uliokuwa mwema. Asante, ubarikiwe pia. Amina. Kwenye line nasema hello. Milele amina, ninaongea na nani? Napiga simu kutoka wapi? Hii ni sauti ya Aidan Kidege kutoka Kigango cha Madizini, parokia ya Ilula, Jimbo Katoliki Iringa. Karibu Aidan. Asante sana kabisa. Bwana, mimi kwanza nimpongeze sana Padre Dominic Mavula kwa kutupa mafundisho au mafundisho ya kiroho kwa siku ya leo. Mimi niseme hivi, Mungu ambariki sana sana. Hakika binafsi kama kijana nimejifunza mambo mengi sana kupitia mafundisho ya hii siku ya leo. Mimi niseme Mungu awabariki sana. Radio Maria ni zaidi ya darasa. Tumsifu Yesu Kristo kabisa. Milele amina. Ninakushukuru sana, Mwenyezi Mungu na akubariki, nikutakie siku iliyokuwa njema. Amina na kwenu pia. Amina. Kwenye line ya simu hello. Halo, Tumsifu Yesu Kristo. milele amina. Kristo, Tumaini letu. Ninaongea na nani? Napiga simu kutoka wapi? unaongea na Mama Richard kutoka parokia ya Mshangano, Jimbo Kuu la Songea. Karibu Mama Richard. Asante sana. Kwanza nakushukuru kwa mafundisho mazuri. Sasa natulisha mafundisho mazuri sana. Nataka niulize swali moja tu kidogo. Karibu. Asante. Nauliza, damu ya Yesu Kristo, hivi damu hiyo imehifadhiwa mpaka leo au ilikuwa wakati ule ule wa mateso yake tu? Damu hii mpaka leo hii ulimwengu wa sasa tunayo damu ya Yesu Kristo aliyo hai. Asante sana, ninakushukuru, nikutakie. Langu la pili nauliza, damu ya Azizi, damu naielewa. Sasa jina hili la Azizi sielewi maana yake. Jina la Azizi ni nini? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ninakushukuru sana Mama Richard, nikutakie siku iliyokuwa njema hapo Jimbo Kuu Katoliki Songea. Asante, karibu Songea. Amina. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo. Damu azizi ya Yesu Kristo imegawanyika katika makundi mangapi? Na je, maji yaliyotoka ubavuni mwa Yesu tukiyaita maji azizi tunakosea? Swali hilo. Swali jingine la msikilizaji anasema, asante Baba Mavula kwa mafundisho yako. Je, kutumika au utume tufanyao ni sawa na kutengeneza Getsemani yetu? Anaitwa Clara kutoka Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Baba karibu. Swali la mwisho kabisa. Swali la mwisho, je, kutumika au utume tufanyao ni sawa na kutengeneza Getsemani yetu? Asante Peter. Ndio, nilimetoa leo mifano ya watakatifu tofauti tofauti kulingana na mazingira yao ya kiutume. Na huko ndiko walikotengeneza Getsemani yao. Mtakatifu Padre Maximiliano, Mtakatifu Mama Teresa, Mtakatifu Faustina, wote hawa kadiri ya mazingira yao na utume waliofanya ndio zilikuwa Getsemani yao. Kwa hiyo ni hakika kabisa unapofanya kwa moyo, basi hapo ndipo unatengeneza Getsemani yako.
Msikilizaji wetu wa kwanza aliuliza damu ya Yesu ipo mpaka leo. Damu ya Yesu ipo mpaka leo, ipo katika Ekaristi Takatifu. Swali lake hili linaungana na swali la tatu kwamba damu ya Yesu ipo makundi mangapi? Mpendwa msikilizaji, damu ya Yesu ni ile ile tu moja. Nilipata kufundisha hapa na kusema kwamba kila mara ulipotokea muujiza wa kiekaristi na damu ile ikaonekana kuwa ganda na kuwa mabonge ya damu ya mwanadamu, walivyopitisha katika utafiti wa kisayansi kokote kule ilipotokea, nchi yoyote ilipotokea, ile damu ilitoa majibu yanayofanana. Hiyo wanasayansi walifanya utafiti Japani, wanasayansi wamefanya utafiti Amerika Kusini, wamefanya utafiti Ulaya. Kote majibu yake yaliletwa kwa kushangaza kweli. Utafiti uliofanyika mwaka 1205, uliofanyika mwaka 1920, uliofanyika mwaka 2005, kote majibu yake yalikuwa ni yanafanana kabisa. Ilikuwa ni damu ya kundi la damu AB. Kwa hiyo ni damu moja, haina utofauti. Kwa hivyo kujibu swali, damu ya Yesu ipo mpaka leo, ndio ipo, tena ipo katika Ekaristi, na damu hiyo haijagawanyika. Damu azizi anaifahamu, lakini alisema pale damu ya azizi ni nini? Yani bwana inamchanganya. Mpendwa, ni damu azizi. Damu azizi maana yake ni damu ya thamani kuu, na sio damu ya azizi. Sasa na hisi alikuwa anapata ukakasi kwenye neno azizi. Kwa hiyo sio damu ya azizi, ni damu azizi, yani damu ya thamani kuu. Tuna majina hayo wakati fulani na sadifu pia walisia. Mfano kuna wanaoitwa lulu, sivyo? Lulu maana ni kito chenye thamani kuu. Kwa hivyo damu azizi maana yake ni damu ya thamani kuu, ndio tafsiri yake. Nafikiri amekwisha maswali. Kuna huyo sijui kama nimepitiwa kusikia vizuri, aliuliza na je, maji yaliyotoka ubavuni mwa Yesu? Nilijibu za Jumatatu nafikiri tunaanza kipindi. Nilisema hakuna bado tasawufi ya maji ya zizi. Hakuna bado. Ndio nikauanisha nikasema tuna mafumbo ya maji ya ukombozi. Kwenye mafundisho yangu ya kwanza katika juma hili nilifungua ile maandiko matakatifu ya kadiri ya mwinjili Yohana, ile sura waraka wa kwanza wa Yohana. Nikawaanisha kwamba Yesu hakuja kwetu kwa maji pekee ama kwa damu pekee, bali alikuja kwa roho, kwa maji na kwa damu. Kwa hiyo kwa roho ile nguvu ya Mwenyezi Mungu, maji na damu katika ile namna fumbo la ukombozi. Kwa hiyo kuanzisha tasawufi ya maji ya zizi inaweza kutokea, lakini nikasema ni fumbo zima la kanisa hilo, kwamba tumekombolewa na kutakaswa kwa fumbo la ubatizo wetu na usadifu kielelezo cha maji. Asante sana baba. Wewe unasema tumsifu Yesu Kristo. Naomba kuuliza, yeye aliota akishiriki mwili wa Yesu kanisani. Ilipofika sasa zamu yake, padri akampa sakramenti kipande. Akasema sasa asubuhi akaenda kanisani. Katika kwenda kwenye kukomunika, padri akampa vile vile alivyoota kwenye ndoto. Je, hiyo ina maana gani? Kusema ina maana gani si inawezekana nisiwe sahihi, kwa sababu ni tukio la kibinafsi na la kipekee katika nafsi yake. Hatuwezi kujiweka jibu la jumla, na bahati mbaya sana sio mtaalamu sana wa fasiri za ndoto, lakini pengine yawezekana maelekeo yake juu ya Ekaristi Takatifu yakawa na dosari. Wapo wale watu wanasema, kwa nini nyinyi mapadi mnakula mwili mkubwa, sisi mnatupa mwili mdogo? Basi katekesi inatufundisha kwamba hata chembe ndogo kabisa ya mwili wa Kristu ni Kristu kamili ndani mwake. Pengine ni namna ya kumfunza na kumfundisha na kumfunulia kwamba Kristu kamili yupo hata katika kipande cha Ekaristi ambacho anakwenda kupokea. Kwa nasema hata chembe ndogo kabisa Kristu yupo kamili ndani mwake katika chembe hiyo, baada ya mafumbo ya muujiza wa mageuzo katika altare. Peter. Asante sana baba. Haya, huyu anasema tumsifu Yesu Kristo. Hakika msalaba bila kubeba kuwa na Kristo huwezi.
Yahitaji Kristo awe kiongozi ndio aweze tuweze kuubeba msalaba huo wa Kristo. Yeye anasema Kristo anamshukuru sana padri kwa mafundisho yake mazuri. Mungu amzidishie siku zake za kuishi hapa duniani ili endelee kuinjilisha. Anasema anakutakia utume uliokuwa mwema, nami namwambia asante sana. Anasema asante sana Baba Mavula kwa mafundisho mazuri. Anaitwa Ariadina Leopold kutoka Jimbo Katoliki Geita. Asante sana kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema anakushukuru sana baba kwa mafundisho hayo mazuri ya siku ya leo. Baba, nirudi kwako kwa ajili ya kutupatia mjumuisho wa kile ambacho umetufundisha kwa siku ya leo, kisha nitakukaribisha tufungie kipindi chetu kwa sala. Karibu. Basi leo tumeangalia hiyo mada ndogo ya kilio cha haki na nguvu ya msamaha wa rehema, tulipoangalia kilio cha Yesu pale Getsemani alipokuwa analia kwa hofu, na Yesu mwenyewe basi alitufundisha namna ambavyo Mungu anatutia nguvu kila mara tunapopita katika majaribu. Mtakatifu Brigita wa Sweden alikuwa anajifua kiroho na Mungu akamtendea makuu katika maisha yake kwa kumfunulia, kumshirikisha na kumfundisha thamani ya mateso yake. Basi nasi tuwe na hiyo bidii ya kujikita katika sala na kumwamini Mwenyezi Mungu kila mara, ili yale yaliyo mazito katika maisha yetu yaweze kupata wepesi katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Basi Mungu alitupatia leo nafasi na fursa hii ya kufanya kipindi hiki. Tunaomba tena kwa neema yake atujalie tushiriki kwa pamoja kipindi kinachofuata. Mpendwa msikilizaji, tumalize mafundisho yetu ya siku ya leo kwa kusali. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka zako. Asante kwa zawadi ya siku hii ya leo. Nasi tunajiachilia kwako. Utulinde, ututunze na utuongoze. Tujalie heri na baraka kutoka mbingu. Tunatamani na kuyaomba tuyapate kweli kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi Na awe rohoni mwako. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu sasa na hata milele.